Pendo TV hapa kwa mara nyingine nimerejea. Mtazamaji wangu, uhali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba uko salama. Nimerejea mara nyingine ili tukaweze kuzungumza moja mbili, tukaweze kuelezana jinsi tunavyoweza kukaa maisha ya ndoa. Na nawaambianga mara mingi ya kwamba mapenzi ni kitu kitamu sana. Kuna kitu kitamu duniani kama ngono. Wekea mtu asali pale na umwekea ngono mahali hapa, atachagua nini? Atachagua ngono. Ni kwa sababu gani? Ngono ilivyoumbwa na Mungu inakuanga kitu kizuri sana, inakuanga ni kitu kitamu sana, na utamu wa ngono ni utamu hauwezi kuweza kuelezea. Nimerejea ili tukaweza kushauriana, na siku ya leo nataka kuongea juu ya nini? Siku ya leo nataka kuongea juu ya uke mtamu. Uke mtamu. Nataka kuleta topic ya uke mtamu. Lakini kabla sijaanza, ninakuomba tu kwa heshima ukaweza kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Hapa ndipo huwa tunaongea mambo ya mapenzi, jinsi tunavyostahili kukaa katika nyumba zetu, jinsi wewe kama mwanamke unastahili kumhandle mume wako, jinsi kama wewe mume unafaa kumhandle mke wako. Ndiposa huwa ninaleta topic kama hizi, kwa sababu najua kuna watu wengi sana ambao wanasaidika. Kuna watu wengi sana ambao wanasaidika kupitia hizi topic ambazo tunaleta. Sio mimi peke yangu, kwa sababu kuna wenzangu pia ambao wanaleta, na hizi topics zimesaidia ndoa mingi zikaweza kusimama. Kwa hivyo mara tena na kuomba kuweza kushare, kulike na kusubscribe, ushare to as many people as possible. Unapofanya hivyo unasaidia kufanya nini? Kuinua channel ama TV ya Pendo TV. Kwa hivyo karibu sana, uandamane nami hadi tamati. Siku ya leo nataka kuongea juu ya uke mtamu. Najua ninaposema hivyo kuna wale wanajiuliza, kwani kuna uke mtamu na kuna uke ambao sio mtamu. Uke mtamu unakuanga na quality zake, na wanawake wote jinsi wameumbwa, hatujaumbwa kama tunafanana. Vipochi manyoya vyetu havifanani, vinakuanga na tofauti nyingi. Lakini leo napoongea juu ya uke mtamu, kuna yale mambo ambayo nitaelezea, kuna yale mambo nitataja yanayoonyesha kwamba uke ni mtamu. Kuna yale mambo nitataja mahali hapa yanayoonyesha kwamba uke ni mtamu. Kwa hivyo sijasema kwamba uke wako sio mtamu, lakini kuna yale mambo nataka kuelezea. Jambo la kwanza la uke mtamu ni jambo lipi? Kuna hili jambo la usafi. Wanawake mara mingi kuna wale wanafanya kazi hadi wanajisahau. Unafanya kazi hadi unasahau ya kwamba unafaa kutunza uke wako. Kipochi cha manyoya chako lazima kiwe kisafi. Hakuna mtu anayechukia kuwekewa chakula kwa sahani safi. Ukiwekewa chakula kwa sahani chafu, hauwezi ukakula hicho chakula. Kwa nini? Kwa sababu utasikia unachafuka na roho, utasikia vibaya, utaona ya kwamba mahali ambapo umewekewa chakula ni mahali ambapo hapastahili. The same case applies. Mwanamke lazima uwe na uke msafi. Uwezi ukaenda kulala na mpenzi wako ukiwa mchafu. Hata mpenzi wako awezi akafurahia lile tendo la kumegana. Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima uwe na uke msafi. Uachane na mambo ya uchafu. Hakuna kitu kizuri kama usafi wa mwanamke. Na ujua kwamba mara mingi mwanamke mchana mzima anashindanga ameweka miguu pamoja. Kwa hivyo ujua kwamba kipochi manyoya chake ni engine, ina generate joto mingi. Na wakati ina generate joto mingi, huyu mwanamke anaenda msalani anajisaidia ama anakojoa. Huyu mwanamke maybe ako na nini? Ako na hedhi. Huyu mwanamke kuna mambo mengine anapitia. Kuna uchafu huwa unatoka katika uke wa mwanamke. Sasa mwanamke kama huyu asiye msafi itakuwa namna gani? Kwa hivyo ndio boss anasema ya kwamba uke mtamu lazima ukuwe umetengenezwa vizuri, umeoshwa vizuri, uoshe vizuri, na usioshe uke wako na maji moto. Usiingize vidole huko ndani, lakini uhakikishe ya kwamba uke wako ni msafi. Hata unapoenda kumpakulia mumeo, unapoenda kumpakulia mpenzi wako, anafurahia. Ni kwa sababu unapatia kitu kisafi, anaenjoy hicho kitu. Kuna wale wanaume wengi wanapenda kuweka ulimi mahali pale,
Kuna wale wanaume wanapenda kuweka ulimi katika kipoti manyoya. Mwanaume kama anapenda, akipeleka mapua tu hapo asikie pana harufu, anaondokea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna harufu ambayo hajafurahia. Kwa hivyo ukitaka hata mwanaume wako afurahie uke wako, hebu fanya hivi: uoshe jinsi inavyofaa, uweke vizuri jinsi unavyofaa. Kama ni kunyoa Karura Forest, chukua, kuna vitu vingi vya kunyoa. Enda vizuri kama mahali, nyoa Karura Forest, make sure imekuwa nini, imekuwa smooth. Lakini unapoachilia Karura Forest wakati mwingi huwa inachukua uchafu mwingi. Hata kama kuna wale wanaume wanapenda mtu akiwa na Karura Forest ama na hiyo hizo nywele za hapo, ni vizuri kama bwana wako anapenda hizo nywele, ujue jinsi ya kuzimaintain, kwa sababu kama huyu mtu anapenda hizo nywele lakini anapoingia mahali pale anakuta ya kwamba zinanuka. Kwa sababu ya nini? Jasho. Mama wewe hauogi, dada wewe hauogi, ukienda msalani haujipanguzi. Kwa hivyo atafurahia mahali pale. Hata hawa wandugu zetu, hata hawa ume zetu wanatakanga kitu kisafi, kitamu. Unapoweka uke wako ukiwa msafi, huyu mwanaume uliye naye ndani ya nyumba atafurahia. Hilo ni jambo la kwanza, lazima uwe na uke msafi. Jambo lingine, lazima uwe na uke tight. Uke tight ni ule ambao mwanaume anapoingia ndani anasikia kwamba anabanwa, anasikia kwamba kuna kitu kinamuuma huko ndani. Unashika bwana yako akiwa kule ndani, na unapofanya hivyo, acha nikwambia, mwanaume huwa anapiga nduru, mwanaume huwa anaanza kuongea na ndimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameingia mahali ambapo ni kama kufungiwa. Anafanya nini? Ni kama kufungiwa, anafungiwa akiachiliwa, anafungiwa akiachiliwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu uke wako ni tight. Na wanawake, kuna njia za kufanya uke wako kuwa tight. Sana sana huwa ninahimiza wanawake, ni vizuri hata kuenda mazoezi. Mazoezi yanasaidianga mtu kuwa na uke tight. Ni vizuri pia kufanya nini? Unapoenda kujisaidia haja ndogo, wanawake tumezoea, ukienda kujisaidia haja ndogo unaachilia mkojo mpaka jirani akiwa kule anasikia huyo ni mama fulani anakojoa, huyo ni dada fulani anakojoa. Unapoenda kukojoa, tafadhali ukiwa mwanadada, jaribu kufungilia, unaachilia, ukifungilia, unaachilia, ukifungilia. Hiyo inasaidia mpaka muscles zako zinakuwa tight. Na uke mtamu lazima ukuwe mtight. Na kwa nini muscles zikiwa tight inasaidia namna gani? Muscles zikiwa tight, hata wakati mwanaume anaingia pale anasikia ni kama kwamba amefungiwa mahali, na anaposikia hivyo yeye huwa anasikia raha sana na huwa anasikia utamu mwingi sana. Kwa hivyo wanawake, tujifunze jinsi ya kufanya uke wetu kuwa nini, kuwa tight. Unapoenda kujisaidia haja ndogo, tafadhali usijiachilie tu mara moja, jaribu kufungilia ili uke wako ukaweze kuwa tight. Hilo ni jambo la pili. Jambo lingine ambalo nitataja mahali hapa ni ya kwamba uke mtamu lazima uwe lubricated. Lubricated sijui nitaitaje kwa Kiswahili, yani ukuwe na ile utelezi, uwe unateleza. Kuna watu wanakuanga na uke ambao yani uke ambao ni mgumu, ni mkavu, hakuna juice hata moja inatoka, hakuna lubrication ama hakuna ile utelezi hata moja inatoka. Ili mwanaume akaweze kusikia kwamba amefurahia, lazima uke utamu ukuwe na ule nini, ukuwe na ule utelezi, na ikuwe pia kuna tumaji tunatoka mahali pale, ili mwanaume anapoingia hakuna kitu ambacho kinamzuia, anaenda tu akiingia uko ndani na anasikia vizuri. Lakini wakati hauna uko wako utelezi, hauna huo utelezi, mwanaume huwa ana struggle sana. Ni kwa sababu gani? Hata akiingia mahali pale atafanya nini? Atakuumiza. Kwa hivyo uke ambao unateleza unakuanga uke mtamu sana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanaume hana time ya kushinda akistruggle mahali pale akifanya nini, akiingia. Yeye ataenda na aingie tu mara moja. Kwa hivyo ni vizuri, hata kama maybe unaweza kuwa na shida fulani, unaandago maybe medical ama nini, ni vizuri ukaweza kuconsult ili ujue vile unaweza ukasaidiwa. Hiyo ni jambo lingine la uke mtamu. Jambo la mwisho la uke mtamu, lazima liwe
lina afya mzuri. Kuna wale wanawake tunajiachilia, unaenda unapatwa na kitu kinaitwa yeast infection na unakataa kwenda kutibiwa. Unapokataa kwenda kutibiwa, yeast infection inaanza kutoa harufu nyingine huko, inaanza kutoa a very thick kitu thick, inakaa hata sijui kinakaa kama nini, kama ugali, inaanza kutoka ikiwa thick sana. Na wakati mwanaume anakaribia mahali pale, atasikia kuna harufu. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu kuna infection. Kama unataka kuwa na uke mtamu, ni vizuri ikiwa mwanadada huo unaenda kuangaliwa mara mingi, ndiposa kama kuna dalili yeyote ya infection huko ndani, ukaweza kufanya nini? Ukaweza kutibiwa. Na infection mara mingi ikujangi kwa sababu lila na mwanaume mwingine. Infection ya yeast mara mingi inakujanga kwa sababu gani? Kwa sababu ya hivi vyoo ambavyo tunatumia. Umeenda kwa vyoo vya public, watu ambapo kila mtu anaingia mahali pale. Unapo chuchuma mahali pale kujisaidia, ujua kwamba mwili wa mwanamke unakuanga wazi kama bakuli. So wakati unachuchuma pale kujisaidia, hiyo hewa inaingia katika uke wa mwanamke, na inapoingia katika uke wa mwanamke, unapata ya kwamba amepatwa na magonjwa kama yeast infections. Ni vizuri uende ukatibiwe. Kama unataka wakati wa kumegana ukaweza kufurahia hili tendo, ni vizuri ukaweza kuangaliwa, ili huo uchafu unatoka kule ndani, ukaweza kusaidiwa jinsi unaweza fanya nini, unaweza malizika, ukaweza kupatiwa dawa zile zitafanya nini, zile zitamaliza. Uke mtamu lazima ukue hata afya yake iko sawa, lazima ukue umeangaliwa sana, lazima ukue unatibiwa jinsi unavyofaa. Ndiposa hata mume wako akiingia mahali pale, wakati mnafumbulana, wakati mnamegana, wakati anachovya asali, wakati mnagongana, anasikia akiwa na raha na anafurahia lile tendo. Na anapofurahia lile tendo, atakuwa mara mingi akitaka kurudi kwako. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna kitu alisikia mahali pale, kuna utamu alisikia mahali pale. Na mtu akisikia utamu mahali, kutoka inakuanga ni ngumu. Ni kama tu asali, ukichovya asali mara moja unasikia ni tamu, unatakanga tu kurudi mahali pale ili uchovye asali tena. Kwa mara nyingine niwakumbusha kwamba hii ni Pendo TV, ambapo huwa nawaletea mambo ya mapenzi, kumegana, jinsi tunavyostahili kuwa katika ndoa zetu na mambo mengine mengi. Kwa hivyo kama tunavyoendelea, nitaleta mambo mengine mengi, nitaleta mijadala mingine mingi ambayo tutaweza kujua jinsi tunavyoweza kukaa. Lakini niwakumbusha tu nikiondoka, usisahau kushare, kulike na kusubscribe katika TV ya Pendo. Na unapofanya hivyo, nitafurahi sana, ni kwa sababu utakuwa unaniinua. Wacha nifikisha hapo kwa siku ya leo. Ninawapenda sana. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.